Kama kuna mahali ambapo rais wa Kenya amepotezea kura ni kuataka Sifuna. Furugu hiyo yote ilipangwa na serikali. Furugu yote ilifadhiliwa na serikali. Na kama yote ilifadhiliwa na serikali, nani ilipanga? Si serikali. Mungu hakuruhusu Raila awe kiongozi, lakini kuna mtoto wa Raila spiritual son. Kila mtu naimba wimbo wa Sifuna. Sifuna watu waimbi wimbo wake kwa sababu kuna kitu anawapea. Na badala hata ya kupeana, hao ndio wanampea. Kwa sababu jambo la kwanza, mioyo ameingia ndani ya roho za watu. Kuna watu wamekuuliza Sifuna ni nani? Who is Sifuna? Na mimi nitawaambia tu Sifuna ni kijana mdogo ambaye tu alipata kibali kwa Mungu kuweza kuingia katika siasa. Na unaona jambo la kwanza, Sifuna hata hakuingia kwa siasa, hakuingia kwanza kwa hakuingia kwa nini kwanza kwa kiti cha ubunge. Jambo la kwanza aliingia na akaenda akakuwa SG wa Raila. So aliingia tu na akakuwa SG wa Raila. So unaona kwanza jambo la kwanza kibali kimlimuonekania tu alipotoka shuleni. Kwa sababu alitoka tu pale na akaenda akawa SG wa Raila. Na kutoka pale kwa SG na akapata kibali pia cha kuwa senator. Na senator, kiti cha senator alichaguliwa. Na hakuchaguliwa kwa sababu alikuwa mtu wa kutoka Nairobi, lakini nafikiri kwa sababu alifanya kazi yake SG vizuri na akapata kibali cha kuchaguliwa kuwa senator. Na kuna watu wakubwa sana ambao walikuwa wakiongea kuhusu Sifuna, wanasema Sifuna hajatosha kuwa rais wa Kenya. Sifuna kwanza angekaa chini, akae chini kwa siasa kwanza, atengenezwe na wazee kama wakina Atoli pale, sijui wamutumie pale, ndio wamchangie akuwe rais. Na jambo la kwanza nasema kwamba uongozi hutoka kwa Mungu. Uongozi hautoki kwa mwanadamu. Uongozi hutoka kwa Mungu. Na mtu ambaye ni kiongozi huwa ameandaliwa tangu katika tumbo ya mama yake. Alizaliwa akiwa kiongozi. Samsoni alipozaliwa, nafikiri mama yake alimwambia huyu mtoto usimunyoe nywele. Na kama wakati mama alikosa kumnyoa nywele, basi akaja akawa shujaa ukomboa wana wa Israeli. So na watu wote ambao ni mashujaa, mtu kama Musa alipozaliwa, jambo la kwanza, Musa alizaliwa na akaenda akafichwa. Na alipofichwa kwa sababu Musa alikuwa kiongozi, jambo la kwanza alienda akalelewa katika nyumba ya viongozi, nyumba ya uongozi, nyumba ya mfalme. So nini kinaonyesha kwa nini kilisababisha Musa asichukuliwe na mama yoyote? Kwa sababu mtu uongozi wako ukiandaliwa na Mungu. Hivyo lazima ukae na viongozi, ukae katika mikono ya viongozi, utembee na viongozi. Na hivyo unaona Sifuna alitembea na mtu anaitwa Raila. Na alipotembea na mtu anaitwa Raila, inamaanisha kwamba chochote Raila alikuwa akifanya, Sifuna alikuwa anajifunza hapo. Kwa hivyo uongozi wa Sifuna uliandaliwa na Mungu katika mikono ya nani? Ya Raila. So na kwa sababu huwezi kujua ni sababu gani ni sababu gani Raila hakuweza kuwa rais wa nchi ya Kenya. Na unakuta kwamba jambo la kwanza, sababu ya Raila kutokuwa kiongozi wa Kenya ni nini? Mikono ya Raila ilikuwa imejaa damu. Ndio sababu Mungu hakuruhusu Raila awe kiongozi wa Kenya, rais wa Kenya, kwa sababu mikono yake ilikuwa imejaa nini? Damu. Raila watu wengi sana walikufa katika mikono yake. Wengi sana. Kwa sababu Mungu hakuruhusu Raila awe rais wa nchi ya Kenya. Na unakuta Mungu akimwambia Daudi, sitaruhusu nijengee nyumba kwa sababu mikono yako imejaa damu. Atakaye nijengea nyumba atakuwa mtoto wako, naye ni Suleimani. Na hivyo unakuta kwamba Mungu hakuruhusu Raila awe kiongozi, lakini kuna mtoto wa Raila spiritual son ambaye alimwandaa kisiasa, ambaye anaitwa Sifuna. So Sifuna mikono yake haijajaa damu. Na kwa sababu mikono yake haijajaa damu, Mungu akaona ni heri huyu ambaye mikono yake haijajaa damu
ni muweke awe mtawala, na mtawala always ni mtawala. Hata mfungie milango ni mtawala, hata mpige vita ni mtawala. So unaona utawala wa nani ulianza kwa hata wakati alipokuwa SG alikuwa anaongea watu wanamsikiza. So utawala wake uliandaliwa na Mungu kitambo. Na ndio unakuta wakati Sifuna anapoanza kuinuka, kila mtu naimba wimbo wa Sifuna. Sifuna watu waimbi wimbo wake kwa sababu kuna kitu anawapea. Na badala hata ya kupeana hao ndio wanampea. Kwa sababu jambo la kwanza, mioyo ameingia ndani ya roho za watu. Kuna viongozi ambao hawajaingia ndani ya roho za watu, lakini wameweka pesa katika roho mifuko za watu ndio wachaguliwe. Lakini Sifuna hajaingia ndani ya mifuko ya watu. Sifuna ameingia ndani ya roho za watu. Na ndio nakuta kile kilichofanyika Homa Bay kwa Sifuna kimeuma almost 80% ya Wakenya. Kimeumiza mioyo ya almost 80% ya Wakenya. Na ndio nakuta kwamba sasa vita vya Sifuna ni vita vya Wakenya wote. Na ndio nakuta kama kuna mahali ambapo rais wa Kenya amepotezea kura ni kuattack Sifuna. Ni kuruhusu Raila pia alivuma kama Sifuna na hakwenda popote. Sasa hivi Sifuna na vuma na kuna virugo kila mahali endapo kuna virugo inatokea. Watu wana lose maisha zao na the same thing ilikuwa na happen kwa siasa za Raila. Sasa watu wanasema hakuna mwenye kuona Sifuna. Ni kuvuma tu atavuma lakini haendi popote. Watu wana maoni tofauti. Na wakati ambapo Mungu anakuandalia njia maadui wako, kuna wale wanatonga destiny killers. Watajaribu sana kuua destiny yako. Watajaribu sana kukushusha jina. Kuna wale watu waliita Raila mganga, wakina Rais Ruto. Walisema huyu ni mganga. Na huyu mganga hakuna mahali hataenda. Na bado walihitaji huyo mganga tu. Na wakafanya kazi na walimuita mganga. So kuna watu saizi watasema Sifuna hakuna mahali anaenda. Mahali anapotoka ni furugu. Na wacha niwaambie kwamba furugu iliyokuwa mahali pale haikutokezea na goons wa nani? Wa Sifuna. Sio Sifuna alikuwa amepanga ile furugu. Ilipangwa na the same people ambao walikuwa wandani wa nani? Wa Raila. So unakuta damu ile ya Raila. Kuna watu ambao bado inasumbua kama wakina Wanga. Kwa sababu Wanga ndio alikuwa mtu wa karibu sana na Raila. Ni mtu ambaye alikuwa amekalia mgongo wa Raila. Na unakuta sehemu nyingi wakati mwingi Wanga alipita ni Raila alisema chagueni huyu mama. Junet hakuna vile Msomali angechaguliwa katika Lowland. Ni baba alisema huyu chagueni huyo kijana. So watu wengi pale nao wana pale wakina Kaluma Raila ndiye amefanya nini? Ameweka mahali pale. So wanapoona kwamba walikuwa katika mgongo wa Raila na Raila mwenyewe hayuko, lazima watafute mtu mwingine akupande mgongo wake, kwa sababu walikuwa wamezoea kukaa katika migongo ya watu. Kirudi pale mtandaoni Bishop, tunaona watu wengi wanakashifu ya kwamba hii mvurugo haikuwa ya upande wa serikali. Ni kama watu wa opposition ndio walikuwa wana hii mpango ndio waekelee serikali. Okay, mimi nitasema na mimi nazungumza kama nabii. Nazungumza kama nabii na mimi sizungumza kitu cha kubahatisha. Mambo yote yalipangwa na serikali. Haikupangwa na opposition. Ilipangwa na serikali. Furugu hiyo yote ilipangwa na serikali. Furugu yote ilifadhiliwa na serikali. Na kama yote ilifadhiliwa na serikali, nani ilipanga? Si serikali. Hakuna opposition ilipanga hii mambo. Mambo yote yalifadhiliwa kwa sababu wazi inaonekana yule anaitwa Abdi ambaye anasimamia maguns Homa Bay mzima. Serikali askari walipojua ni wao wamefadhili, sio waliwashika wakaweka nani alipiga simu wafunguliwe? Serikali.
nilipiga simu wafanye nini, wafunguliwe. Na the same people ndio walienda kuua watu na kukatakata watu. Kwa hivyo haya mambo nayaweka wazi, mambo haya yote yalifadhiliwa na serikali. Kwa hivyo serikali ndio ya kulaumiwa, si upinzani. Upinzani ulitoa mwelekeo na wakasema wanataka ulinzi wa kutosha, na wakawaambia ni watu fulani ambao wanapanga. Hata nani alizungumza, Gachagua alizungumza, sauti yake ikafanya nini, ikapingwa. Kwa hivyo waliofadhili hii mambo yote ni serikali, na walifadhili tu kwa sababu ya kujaribu kuzima nyota ya Sifuna. Lakini kama nyota imeng'aa, hakuna wa kuizima. Na ndio natabiri kila wakati, nasema kuna mtu ameandaliwa kuwa rais wa nchi ya Kenya, naye ni nani? Sifuna. Na mimi nasema kuandaliwa na Mungu, na Mungu, chaguo la Mungu si chaguo la watu. Chaguo la Mungu lazima wewe pia ukubali hili chaguo ni la Mungu, uchague. Na inategemea macho yako yanamtazama Mungu, masikio yako yanasikiliza Mungu au mwanadamu. Kwa sababu unapoangalia katika Biblia pia wale viongozi kulikuwa na chaguo la Mungu na wanadamu. Chaguo la Mungu ilikuwa ni Daudi, lakini chaguo la wanadamu ilikuwa nani? Sauli. So walipochagua Sauli, basi Sauli akaasi Mungu, akafanya yaliyo maovu mbele za Mungu. Wanadamu, the same people, wakamkataa nani? Sauli. Aliyechaguliwa na Mungu ambaye ni Daudi aliongoza mpaka kufa kwake. Anakufa Daudi akisema, Mungu akisema, Daudi mtumishi wangu. Kwa hivyo watu wakiendea njia ya Mungu, wachague chaguo la Mungu, they'll never regret, they'll never shed blood. Hakutakuwepo na corruption katika nchi ya Kenya. Hakutakuwepo na na hii mambo ya kuua vijana. Yes. Nafasi za kazi zitapatikana. Maendeleo ya nchi ya Kenya itaenda katika kiwango kingine. Na mimi wacha niwaambie kitu kimoja. Wazee mnaoona saizi katika uongozi, mkiendelea kuwa katika uongozi, nchi ya Kenya itafilisika na itaporomoka, kwa sababu kibali cha uongozi wa wazee kimefika mwisho. Kibali chao kimefika mwisho. Na Mungu ameweka uongozi wa vijana katika nchi ya Kenya. Wewe muelewe kwamba atakaye, mapenzi ya Mungu ni kijana awe katika uongozi, awe rais wa Kenya. Lakini mkisinikiza wazee wawe katika uongozi, neema ya uongozi katika wazee iliisha, kwa sababu wazee wamemwaga damu sana. Basi kwa ufupi tu, Bishop, ingeweza kuongelesha au wanaleta vurugu tumiwa na wanasiasa waambie kitu tunaweza kudumu amani kwa nchi yetu. Kuna kitu kimoja nitasema hivi, wale wanaokubali kutumika na serikali, the same serikali litawaua, litawamaliza wote. Magaidi wote waliotumika kitambo, hata wale waliotumiwa na wanasiasa, wakati wanapomalizana na hao huwa wanawaua, kwa sababu ya kuficha nini? Ushahidi. Kwa sababu hii kesi hii tayari imeakilishwa katika mahakama ya ICC. Na utaangalia hata ile kesi ile ilienda ICC. Wale waliostakiwa kwa sababu ya maovu ya 207. Hakuna shahidi ambaye yuko hai. Ni wachache sana. Wale wako hai hawako Kenya, yahamishwa. Wale mashahidi wote ambao walikuwa katika ile kesi wote waliuawa. Na hivyo watu saizi wanaotumika katika furugu kwa sababu ya kuficha ushahidi, hao ndio watakaouawa wote. Kuna huyu kijana anaitwa Abdi, na mimi nazungumza saizi kama nabii. Huyu kijana anaitwa Abdi. Kwa muda mfupi huyu kijana atatoweka. Na mtu wote msikia tena. The same government itamuua. So vijana mwache kutumika vibaya na serikali. Wale wanaotumika, the same people wanaotumika, hao ndio watakao pay price ya Wakenya, kwa sababu hao ndio watakao uawa tena na the same government.